Hey mrembo, let's talk about identity na specifically tuzungumzie kuhusiana na hatari kubwa mbili ambazo zitatokana na au zitasababishwa na mtu kujenga utambulisho wake, kujenga identity yake kwenye vitu, kwenye nyadhifa, kwenye nafasi, kwenye kufikia viwango fulani, yani roles mbalimbali, milestones. Mfano the fact kwamba sasa umekuwa mkurugenzi, sasa umekuwa mjasiriamali, umekuwa tajiri, umekuwa mke wa mtu, umekuwa mama, umekuwa mtu ambaye anamiliki labda gari aina fulani, au umekuwa mtu mwenye nyumba yako. Sasa there is a very big danger, kuna hatari kubwa sana, na hatari hizo kuu ni mbili ambazo mimi nitazisema leo. Hatari ya kwanza ni kwamba usipofikia huo wadhifa, usipofikia hicho cheo, usipopata hiyo mali, hicho kitu, usipofanikiwa kuwa mzazi, usipofanikiwa kuwa mke wa mtu, usipofanikiwa kuwa au kupata chochote ambacho unajenga identity yako, utambulisho wako kwenye hicho, mara zote utaishia kujiona kwamba hautoshelezi. You will always feel less than. Mara zote utajiona sio wa thamani, utajiona haujafika, utajilinganisha even na watu wengine, kwa sababu wao labda wanacho hicho unachohesabia wewe ni identity na wewe huna. Hiyo ni hatari ya kwanza. Hatari ya pili ni kwamba utakapopata vile vitu, utakapofanikiwa kuwa tajiri, utakapofanikiwa kuwa mmiliki wa nyumba au wa gari, utakapofanikiwa kuwa CEO, mmiliki wa biashara, utakapofanikiwa kuwa mke wa mtu, utakapofanikiwa kuwa kwenye relationship, utakapofanikiwa kuwa mzazi, utakapofanikiwa kuwa mtu mwenye hadhi fulani kwenye jamii. Najaribu kusema hivi vitu vyote ili kujaribu kuongeza upana wa namna ambavyo watu wanajenga identity zao kwenye vitu au nyadhifa au nyakati au achievements fulani. Hatari ya pili ni kwamba utakapofanikiwa kuvipata hivyo vitu au kufika hapo ambapo wewe unahesabu kwamba ndio identity yako ilipo, utarelax. You will feel like you have arrived. Yani utajiona umefika. Because nilikuwa single, now nina relationship. Sasa nina mchumba, nimekuwa engaged, sasa nimeolewa, sasa ni mke, ni mama. And guess what? Itakufanya uridhike, ujione kwamba basi umefika. Halafu hatari kubwa zaidi iliyo ndani ya hiyo hatari ya pili ni kwamba you will miss out. Utakosa fursa ya kuwa yule mwanamke ambaye Mungu alikuumba uwe. You will miss out on the opportunity to become the woman God created you to be. Ngoja nikwambie kitu. Yeremia 1:5 nazungumzia kwamba Mungu alitujua kabla hajatuumba. Kabla hajatuweka tumboni mwa mama zetu. Actually, let me be sure na ninachokisema. Sitaki kuwa nasema tu bila kuwa na uhakika. Yeremia 1:5, nitasoma tafsiri ya Kiingereza. Inasema, I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nations. Anasema nalikujua kabla sijakuumba tumboni mwa mama yako. That means kabla hujafanyika kuwa kijusi au level yoyote, yani kabla hujawa wewe ambaye anaonekana anashikika, ambaye anaweza akapigwa picha kwenye ultrasound, wazazi wakaona mtoto wetu ni yule. Before kile kiumbe, Mungu alikujua. He had you in mind. Yani alishakuwaza wewe, ulikuwa ni wazo lake kabla hujawa halisi. So mara zote tafuta kujua yule, nitaweka jina langu, yule upendo ambaye Mungu alitaka
how do I say this kwa Kiswahili, ambaye alimkusudia yule wewe ambaye alikusudia kabla hata hujawa kiumbe halisi. Because guess what, huyo ndio wa muhimu kuliko hivi vitu vingine vyote ambavyo tunahesabia kibinadamu kwamba ni identity. Kwa sababu gani? Ujue hivi vitu vyote vinaweza vikaondoka, vinaweza kuchukuliwa kwako, vinaweza vikapotea. Ghafla unaweza ukawa tajiri, ghafla ukawa maskini. Namkumbuka Ayubu. At one point alikuwa tajiri, alikuwa na watoto, alikuwa na mifugo, alikuwa na vitu vingi. Lakini guess what? Siku moja vyote viliondoka. Na I think Ayubu ni mmoja wapo wa watu ambao wa kujifunza kwao kuhusiana na kujenga identity yako kwa Mungu na sio kwenye vitu. Pamoja na kwamba vitu vyote vilichukuliwa, alivipoteza, lakini alitambua kwamba Mungu ndio alimpa na Mungu ndio anaweza kuchukua. I think namna yenye afya ya kujiungamanisha na hivi vitu, kwa sababu sio mbaya kumiliki gari, kumiliki nyumba, kuolewa, kuwa na mahusiano, kuwa na watoto, kuwa mkurugenzi, kuwa CEO, whatever, kuwa chochote hicho, sio vibaya. Kuwa na degrees na nini, sio vitu vibaya. Lakini I think namna yenye afya ya kujihusisha au kujiambatanisha na hivi vitu ni kutambua kwamba wewe ni inaitwaje, wewe ni steward. Ngoja nitafute Kiswahili chake. Wewe ni msimamizi. Hivi vitu yani Mungu amekubariki uwe navyo, but ujue kwamba sio vya kwako. Ni kwa neema ya Mungu umepata hivyo vitu. Yani ni baraka, ni neema ya Mungu amekubariki na hivyo vitu. Lakini usivifanye hivyo vitu ndio wewe. So unaona Ayubu jinsi ambavyo aliweza kuachilia. Haikuwa rahisi, I'm sure haikuwa rahisi. Lakini yeye ni mfano mzuri sana wa kuweza kuona kwamba identity yetu haipaswi kujengwa kwenye vitu, kwenye mali, kwenye seasons za maisha. Kwa sababu at one point mtu anaweza kaa na watoto afu akafiwa, anakuwa sio mzazi tena, ina maana hana wale watoto. Je, yeye sio wa thamani? Sio wa muhimu? Identity yetu inatakiwa kujengwa kwenye the fact kwamba sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Identity yako inatakiwa kujengwa kwenye the fact kwamba wewe ni mtoto wa Mungu na sio vinginevyo, because guess what, hamna mtu anaweza kukunyang'anya uhusiano wako na Kristo, uhusiano wako na Mungu. Na kama bado hauna uhusiano na Yesu, I encourage you, please mpe Yesu maisha yako. If that is you, please comment, au tunaweza kuwasiliana kwenye namba yangu ambayo nitaweka kwenye description box, au nitaiweka somewhere hapo chini in the video. But yeah, identity yako isijengwe kwenye vitu, kwa sababu guess what, ukiwa hauna hivyo vitu au hujafikia hizo nyakati, utajiona hautoshelezi, utajiona si wa thamani. Alafu pia ukivipata utaridhika na utakosa nafasi ya kuishi na kuwa yule mtu ambaye Mungu alikuumba uwe. Okay? Asante sana kwa kusikiliza. Please share hii na mrembo mwingine. Tukutane kwenye video nyingine. Take care and bye.